Kelele kifoginza ukungorofu mali pazidilunga kizamaji baraka upata na ukulu kamsokole kumosi na kume ukundira na kulongozi na kuchugu ote wazee mlokuwapo huko. Leo nimekuja hapa nia na mazumuni kumleta mtoto wangu, kumleta mjukuu wenu, kumleta kinyanya chenu, kilembwekezo chenu. Leo nimekileta hapa. Hii kazi naifanya mimi, sio kwamba naloga tu, hapana. Kazi hii imekuwa kama mila na desturi. Huu ni utamaduni na tunalisiana vizazi kwa vizazi. Leo mimi huyu ndo mlisi. Nimekuja kumpasua hapa kwenu, nimekuja kumleta hapa kwenu. Mumpokee huku Moso na ukulume, mumbokele huyu. Unapofika kesho, basi huyu ndo anachukua mikoba yangu na nyie muongoze. Karibuni. Asante, habari za hapa? Salama, shikamoo. Baba. Mzee chakula umemkuta? Baba. Yupo. Baba pitie basi. Karibuni. Asante. Karibu nyingi kapika nini? Ndio kwanza nachamba matembele. Karibuni. Acha shoku kwa watu. Baba. Baba. Kuna wageni. Kuna wageni wanafika baba. Oho! Karibuni sana. Asante. Ugeni mzito sana huu. Marhaba. Marhaba bwana. Vipi? Jamani, karibuni sana. Asante. Hebu lete vigoda haraka. Lete vigoda. Ha, jamani. Siamini macho yangu. Bado siku nyingi tu mzee. Lete vigoda. Mimi nimeelewa. Leo ugeni mzito sana. Sikutegemea. Bwana mashika. Karibu. Karibu. Lete kingine. Sana. Sikutegemea kabisa. Haya. Kwema kabisa. Unaona? Hata mazingira yake yanaonyesha ni mazuri sana. Mimi mwenyewe napenda sana ila ndio kama alivyopendeza. Amependeza sana ila sasa ndio hivyo. Si wengine tushaolewa, majukumu ya kuolewa. Nikaja tulivyopendeza mtandaoni. Afu inaonekana huko wewe kufika, kwa ndio maana unapenda sana mtandao. Ndio hivyo tu, babako yake tu. Ila ndio hivyo, Mungu mkubwa. Naomba Mungu anilinde tu maana. Afu huko kila siku anapiga picha. Vipi brother? Safi. Kwema. Kwema. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Samahani Shaksi. Nakuomba kidogo tu. Naam. Unadhani kitu ambacho nakifanya ni sahihi? Sijakuelewa. Shaksi, tambua yule ni mama. Haijalishi yupo katika rika gani. Halafu sisi tumelelewa katika dini. Na mzee wetu amejitahidi sana kuweza kutuelimisha kwa kila jambo.
Sasa unawezaje kukaa vile karibu na mama hali ya kuwa unajua lika lake ni sawa na wewe tu? Kwa nini unapenda kumpa mtu majaribu yasiyokuwa na msingi? Na unawezaje kupata nguvu kama hiyo ya kuamua kufanya jambo kama hili? Imagine baba anakuja pale anakukuta katika situation kama hiyo, atakuchukulia vipi? Hakuna kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Ilikuwa naelekeza tu habari ya mitandao. Ndugu wangu, nakukumbusha tena, sitopenda ni kuone katika hii hali tena. Mpe heshima kama mama tu, kwa sababu ukifanya hivyo na baba akakuona atajisikia vibaya, lakini si kujisikia vibaya tu. Mama ni mama. Mimi nikuombe radhi pia kwa kile ambacho umekiona pale. Ahidi hakitotokea tena. Jaribu kutumia akili katika kitu ambacho unakuwa unakifanya. Wewe ni mtu mzima sasa, si kila mara kuweza kuelekezwa. Ndio. Be care. Baadaye. Yaliyepita amepita. Kama kuna lolote limetokea, tuliache pembeni, kwa kuwa hawa watoto wamependana na wanataka waoane, wawe mwili mmoja. Mimi naona jambo la heri. Mimi niko radhi kabisa waoane, sina kikwazo. Sijui kwa upande wako, lakini mimi nimekubali kabisa. Mzee Msisili, nimekusikia vizuri ulivyoongea maongezi yako, lakini kilichonileta mimi hapa sio hicho ulichokiongea wewe. Hapa ndoa hakuna. Nimesema ndoa hakuna. Tajiri, tusikilizane kidogo kwanza. Sawa bwana. Hapa mzee wangu nimemwelewa vizuri sana, na mzee wangu mimi niko upande wako, kwa maana kwamba aliyopita yamepita, tugange yajayo. Sawa bwana. Hata mimi naona kama kuna uwezekano tu vijana wangefunga ndoa, manake muda mrefu. Jonjo. Mimi ni muungwana langu loyoni. Sitaki kuwa mpana langu likawa sokoni. Mambo mengi sana Jonjo mimi najua, na sitaki kurudia katika familia hii. Ndio Msisili, na siri kubwa. Bwana Mashine, tusimkaribishe shetani, hili jambo la heri kabisa. Na kwa kuwa mpaka hapa tulipofika, mimi naona hili swala tulipe muda. Mzee, sio kwa hili. Mimi mzee siwezi kusamehe. Mimi moyo wangu na kinyongo mzee. Tena una kinyongo wewe. Si Jonjo, niache. Mimi najua na uchungu. Utajitoboa. Mzee Msisili, sitaki niongee mengi. Acha lipite. Sitaki kuongea mengi. Mimi nafikiri kawaida yetu sisi Waislamu au sisi binadamu, tunapomaliza jambo basi tunapeana mikono kujua jambo hili hata kama halijesha, lakini liko sawa. Na sisi tuna chembe zetu za sawabu. Kuwa na amani. Twende bwana Jonjo. Wako siwende kwenu. Aje toka, mimi nishakwambia hapa toka, hapa sio kwenu. Wewe siwende kwenu. Wewe nenda kwenu, mzigo yako hii hapa. Twende bwana. Nenda bwana, wewe utajua pa kwenda bwana. Hii mali yetu bwana, hii mali ya mwanangu hii. Bora ngania hapa kwenu. Mashine, ondoka. Mimi nilishakwambia ondoka. Hapa aliyokuleta kesha kufa. Wewe una chako hapa.
Unang'ang'ania kuna nini mashine? Wewe ni chokolatu, huna chako. Hapa mali hii ni ya mimi na mwanangu Zai. Wewe unang'ang'ania una nini hapa? Msisiri, sikatai kuwa mimi ni fukara na sikatai kuwa mimi nimeokotwa. Lakini wewe ni ndugu yangu Msisiri. Mimi na undugu na wewe? Wewe leo hii unanifukuza na watoto Msisiri. Mimi naelekea wapi Msisiri? Utajua pa kwenda. Mimi sina undugu na wewe. Wewe kwenye familia yetu wewe sio ndugu yetu. Sawa Msisiri. Ila haya ni maisha. Mimi nashukuru kwa yote. Ila unachonifanyia mbele ya watoto wangu, haya ni mazingira mabovu sana. Lakini okay, nashukuru. Mimi Baba. Pole sana babangu. Asante. Ana msongo wa mawazo sana. Wewe acha tu. Babangu, mimi nilikuwa naomba tu hilo swala la ndoa lisikuumize kabisa kichwa, wala usiwaze kiasi hicho. Mimi naamini sana katika Mungu babangu, na pia riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Mimi naona hii haikuwa riziki yangu. Kama ni riziki yangu itakuja, basi mimi nitapata ndoa babangu, lakini usiwe na mawazo hivyo, kwa sababu inakuwa sio vizuri kwa upande wako. Zai, lazima mimi niwe na msongo wa mawazo mwanangu. Kiangalia hujaolewa, wenzako wote wanaolewa, kaja mume hapa, mume ndo hivyo, nitakosaje msongo wa mawazo? Unajua sio kila kitu umtegemee Mungu, kuna vingine vinataka jitihada ya kibinadamu. Nikwambie neno, ukikutana na mwenzio jitahidi chukua kucha zake za mikono niletee mimi. Kucha za mikono. Za nini baba? Usitafute kujua za nini. Mimi nina kazi nazo, ukiniletea tu mimi namaliza hili swala. Nia na mazumuni wewe upate mume, yule mwenzio uishi naye. Ukimpata ule mume, sisi tutakuwa na maisha mengine, sio haya tena. Mwanangu vipi wewe? Sawa baba, nimekuelewa. Nakupenda sana babangu na nakusikiliza kwa kila jambo. Na sihitaji nikukwaze. Mimi nitaleta hizo kucha. Mimi nakuamini sana mwanangu kwa makamu uliofikia. Mtu akiongea neno unamuelewa huyu maana yake nini hili neno. Sawa baba. Tekeleza hilo. Mimi nimalize kazi kabisa mapema hivi niko hai.